mwema sana mtakatifu wa furaha. Mapendo ya mbingu ni dunia kuishi. Mapendo ya Yesu ni bantu bapate wokovu. Mapendo ya mwaminifu ni kufundisha watu sana. Yani napasha wewe ukuwe na matendo ya kusaidia watu waishi vizuri. Somo letu nasema hivi: mama unaitwa bunguzo kani ndani ya kanisa, baba unaitwa bunguzo kani ndani ya kanisa. Yani ndani ya kanisa muko baba na mama, wote ni wanguzo, kila mtu ana neema ya kwake. Mbinguni nasema kila mtu hataonesha kazi ya kwake. Tasoma Samueli wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 6 kushuka 26 mpaka 28. Ama nguzo tano ilikuwa ndani ya kanisa ya Eli. Nguzo ya kwanza inaitwa sema mke wa mchungaji Eli. Yeye mama alikuwa ni nguzo, jina haijulikane, kazi haijulikane, kila tu kona alikuwa ni baridi. Yani mama ataweza kuwa ndani ya kanisani ni nguzo baridi, hakuna mtu kujua matendo ya kazi yake hata kujulikana. Nguzo ya pili ilitwa sema nguzo mama Penina. Alikuwa ni nguzo kuchokoza manguzo ingine, kuleta zarau. Kuko watu wa mama wiko na zarau sana, ni nguzo za zarau na kuharibu kanisa. Acha. Nguzo ya tatu mama anaitwa sema ni nani? Ni Ana. Alikuwa ni nguzo takatifu wa kutumika kazi, wa kutoa sadaka, wa kuomba, wa kuimba. Katikati anegemea kwa mchungaji. Nguzo ya mana. Mama kwa chukua hatua ya nguzo. Nguzo ya hii ni nguzo ya mke wa Ofini. Nguzo ya kuchukua kuiba vitu vya Mungu ndani ya kanisa. Hakuna kujikana. Nguzo ya tano mke wa Fineasi, wa kuzaa uzao ya kufa. Yani nguzo kwake tu ni nguzo ya haina tu na uzao, itarabika, inaoza. Yani kule kwake kule inaanza kuoza na kukatika. Nguzo tano ya wababa ndani ya kanisa. Nguzo ya kwanza ni mchungaji Eli. Ule alikuwa vizuri sana, fresh, mtakatifu wa neno. Nguzo ya pili ilikuwa Elikana wa mifano mbili, sababu alikuwa na wanawake wawili. Nikusema ana ni nguzo ya mifano mbili, anawaza tena wa uongo. Nguzo ya tatu anaitwa sema ni Ofini wa sarau. Nguzo ya sarau, haipende mchungaji ibande. Nguzo ya hii Fineasi wa kuleta kisharati. Nguzo ya kisharati iko mune kuleta paka busharati mubantu. Nguzo ya tano inaitwa sema Samueli, inaitwa sema nguzo ile naleta sadaka ya kusimamisha kanisa. Yani mama Ana alitwa sema ni nguzo, ilikuwa na matendo mazuri, ikazaa sasa mtoto nguzo wa kiume. Ule nguzo wa kiume akaleta faraja na kusimamisha kanisa, kukatoka sasa bufalme wa kutembesha Israeli. Baba mama unaitwa nguzo kani na kuzae sasa matendo mazuri na kila kitu kikwe sawa. Alishauri. Mungu atubariki. Amen.